Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wangu. Karibuni tena tuweze kusikia neno la Mungu na kulitafakari. Siku hii ya leo tunazingatia jambo ambavyo Mungu huwa anainua mtu kutoka mavumbini mpaka cheo cha juu. Na huyo mtu anaendelea kunyenyekea akiwaheshimu walio chini na kuwafanyia kazi jinsi vilivyo. Haikuangi rahisi Mungu wetu na atuwezeshe, kwa maana ni yeye huwa anawezesha watu na wanainuliwa na wanaweza kufanya hiyo kazi. Kunaye mtu ambaye najua katika Biblia aliweza kuelekezwa na akawa mwenye ananyenyekea hata akiwa juu. Naye alikuwa Daudi, na alikuwa mtu ambaye alikuwa naomba hekima kutoka kwa Mungu. Hakuwa tu mtu ambaye alikuwa anajipeleka. Bwana asifiwe. Na siku hii ya leo Mungu wetu hakuangalii jinsi ulivyo na sura yako ya nje. Bwana asifiwe. Mungu wetu anaangalianga roho, na ni yeye anajua roho ambaye inaweza kutumika. Nyenyekea kwa Mungu na Mungu wetu ataweza kukufanya yule ambaye alikuwa anataka akue. Fanya mapenzi ya Mungu na Mungu wetu atakusaidia kukua jinsi alivyokuumba, kwa sababu ni yeye anajua huduma yako na upana. Siku hii ya leo tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Samueli wa kwanza, hapo mlango wake wa 16, na tutaanzia kusoma aya ya 7. Aya ya 7 inasema hivi: lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame sura yake wala kimo chake, kwa kuwa nimemkataa. Bwana hatazami katika vile vitu mwanadamu avitazamavyo. Mwanadamu hutazama katika sura ya nje, lakini Bwana hutazama moyoni. Hapo ni wakati Samueli aliambiwa aweze kuapisha mfalme katika nchi ya Israeli badala ya Sauli. Sasa Sauli alikuwa amemchosha Mungu, naye Mungu akaona lazima aweze kumwapisha mwingine. Lakini Samueli aliambiwa Mungu hatazami sura. Mungu hatazami pesa. Bwana asifiwe. Mungu hatazami yale ambayo binadamu wanazingatia. Mungu wetu anatazama moyoni. Anatazama undani. Akiona undani wako unatumika, ndio hivyo anakuapisha. Kunyenyekea ndio aliona katika yule ambaye alikuwa anataka kuapisha. Na sasa aliweza kupinga wale ambao wote walikuwa wanaletwa kama yeye mwenyewe hajawakamilisha. Bwana asifiwe. Kama unataka kukamilishwa na Mungu, lazima ukubali kunyenyekea. Nayo aya ya 11 inasema hivi: hivyo akamuuliza Yese, je, hawa ndio wana pekee ulio nao? Yese akamjibu, bado yuko mdogo kuliko wote, lakini anachunga kondoo. Samueli akasema, tuma aitwe. Hatutaketi mpaka afike. Basi akatuma aitwe, naye akaletwa. Alikuwa mwekundu, mwenye sura nzuri na umbo la kupendeza. Ndipo Bwana akasema, inuka na umtie mafuta. Huyu ndiye. Bwana asifiwe.
Huyo ambaye Mungu alitayarisha, alipokuja alionekana anafaa. Bwana asifiwe. Chenye Mungu ameapisha kukuwa ni hicho, kinakuanga kinafaa, na hakuna mtu ambaye anakipinga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyo mwenye alikubalika, basi tunasoma aya ya 13, basi Samueli akachukua ile pembe ya mafuta na kumtia mafuta mbele ya ndugu zake. Kuanzia siku ile na kuendelea, Roho wa Bwana akaja juu ya Daudi kwa nguvu. Kisha Samueli akaenda zake Rama. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linaendelea kunifunza ya kwamba huyu kijana alikuwa mtoto, alikuwa mdogo, alikuwa analisha kondoo. Hata hawakuwa wanamkumbuka. Walianzia kusema wale ambao walikuwa na mili minene na wakawaleta, lakini Mungu akawakataa wote. Bwana asifiwe. Naona kijana mdogo ambaye alikuwa amewekwa ushupavu na Mungu. Mungu alikuwa ametayarisha Daudi kule malishoni, na sasa akawa ni mwenye alikuwa anakuwa. Hata wakati alikuja kwa Samueli, hao hawakuona mtoto, waliona yule ambaye amekuja, kwa sababu Mungu akiapisha ameapisha, na huwa anaapisha yule ambaye ametayarisha. Kubali kutayarishwa na Mungu na hakuna mwenye atakupinga. Kubali kunyenyekea kwa Mungu na hakuna mwenye atakupinga. Hata ukifika kwa wale wafalme hawataweza kukupinga. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linaendelea kunifunza. Huyu kijana alikuwa na ushupavu wenye si wa kawaida, mpaka alikuwa nafika kwa wale wenye ni wa vyeo vya juu sana, wale wafalme. Lakini yeye hakupingwa na mtu yeyote. Alikuwa nasema jambo akiwa yeye ameamini ni hivyo, na anasema na anaamua, mimi ni hivi nilivyo, na si mimi nafanya, ni Mungu, kwa sababu ni yeye amesema atatimiza. Bwana asifiwe. Aliwekwa ushindi ndani yake, na wakati walikuwa wanamwangalia uduni wake, walifika mahali wakaukosa, kwa sababu yeye alikuwa naenda na Mungu, alikuwa naenda na face ya Mungu, hakuwa naenda yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Enda wewe mwenyewe na utapingwa. Enda na Mungu na hakuna wa kukupinga. Bwana asifiwe. Tembea na Yesu na hakuna mwenye atakupinga. Hiyo kiti ambayo unatamani kuenda kuapishwa ndani yake katika bunge, tembea na Mungu na hakuna mwenye atakupinga, kwa sababu Mungu ni yeye ataweka ujasiri ndani yako, na sio ujasiri tu, anavikanga mtu utukufu ambao si wa kupingwa. Na Mungu wetu akikuvika huo utukufu, hakuna wa kukubadilisha mawazo, kwa sababu Mungu ameweka ushindi. Bwana Yesu awabariki sana. Hilo ndio neno letu la siku hii ya leo, na tukikubali kutembea na Yesu, kwa hakika hakuna jambo litakuwa ngumu kwetu, na kila uovu utaisha, na kila ufukara utaisha, na kila magonjwa yatayeyuka na yamwagike, kwa sababu ni Mungu anatawala. Katika jina la Yesu Kristo, wacha tunyenyekee mbele za Mungu na tuweze kuomba pamoja, kwa sababu yeye ndio ngao yetu na yeye ndio nguvu zetu. Mahali tumefika ni mkono wake, na ni yeye anajua mahali ambapo tunaelekea, na ni yeye anajua jinsi ya kutupeleka. Tuamini na tufunge macho pamoja tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako, kwa maana wewe ndio ngao yetu, na wewe ndio nguvu zetu, wewe ndio tegemeo letu. Katika jina la Yesu Kristo tunanyenyekea kwako, mfalme wa amani,
tawala maisha yetu Jehova, tuelekeze Mungu wa majeshi. Tunatamani Mungu wa majeshi katika hivyo vyeo vya juu Jehova, tuweze Mungu wa majeshi kutumika na wewe Mungu wa majeshi, tuweze Mungu wa majeshi kufanya kazi kadri na mapenzi yako Jehova, tuelekeze jinsi uonavyo ni vyema Mungu wa majeshi, tunyenyekeze jinsi uonavyo ni vyema Mfalme wa amani, wewe unastahili. Tunakuja kinyume na kupingwa katika jina la Yesu Kristo, tukiamini ya kwamba Mungu wa majeshi umetuapisha ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Tunawakabidhi wale ambao Mungu wa majeshi ni wale wa chini mikononi mwako Baba, tukiamini ya kwamba hata hao ni kazi mikononi mwako Mfalme wa amani. Tunakuomba Mungu wa majeshi ukaweze kuwaelekeza Jehova jinsi ambavyo watainuka mahali pale, kwa maana unaweza. Daudi akiwa malishoni Mungu wa majeshi uliweza kumnyenyekeza, uliweza kumsaidia kuona ukuu wako Jehova. Hata hao Mfalme wa amani, ninakuja kinyume na kila jambo ambalo linawazuilia katika jina la Yesu Kristo, nikiamini ya kwamba Mungu wa majeshi katika mahali pale utatoa akina Daudi Jehova, nikiamini mahali pale Mungu wa majeshi utatoa wale ambao ni wale watakuwa Jehova akipigania nchi hii Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuja kinyume na ufukara wote katika jina la Yesu Kristo, nikiamini ya kwamba Jehova Baba utawasaidia Baba kuona makuu yako Jehova. Daudi ulimsaidia kukosa kuona uduni, akaona ukuu wako Jehova. Hata hao naomba Mungu wa majeshi uwasaidia kukosa kuona ushirikina Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuja kinyume na maovu yote, tukiamini ya kwamba utatuapisha na ili tukue wale ambao Mungu wa majeshi ulisaidia kujua Jehova wameapishwa katika jina la Yesu Kristo. Kila kazi ya yule mwovu tunakuja kinyume nayo, kila silaha ambayo imetumwa kinyume chetu haitafaulu katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana Mungu wa majeshi tunakuita shujaa katika jina la Yesu Kristo. Rikayama kayandekere kayama rekerekerekerekere ria, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunanyenyekea kwako Baba, tukikubali kuelekezwa na wewe, kwa maana wewe ndio nguvu zetu. Tumekataa kushindwa, tumekataa kupingwa na walio wagonjwa, tunawakabidhi kwako Baba, tukiamini ya kwamba maradhi yote Baba tudikwa nayo msalabani katika jina la Yesu Kristo, tukiamini ya kwamba magonjwa sio sehemu yao. Tunakuja kinyume na kushindwa kwote katika jina la Yesu Kristo. Nikayama kayandekere kayama rekerekerekere ria, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita Ebeneza, uweze kuwainua na kuwaelekeza katika mahali ambapo Jehova wataenda katika talanta zao, katika jina la Yesu Kristo, kwa maana unaweza na hakuna Mungu kama wewe Jehova. Tunajikabidhi mikononi mwako, ile yenye nguvu na uwezo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.